Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Nam, ikiwa ni Aprili 21, neno la Mungu ni ulinzi wetu. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Isaya 8 mstari wa 20. Neno letu la kuchunga la pasa kuwa na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Tufumbe macho tupate kuomba tunapojifunza maandiko haya matakatifu. Baba, tunajikabidhi kwako, tunashukuru kwa upendo wako katika maisha yetu. Baba, tunaomba utuongoze, tupatie Roho yako Mtakatifu atufundishe na kuyaishi yaliyo mapenzi yako, kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Tunayo Biblia iliyojaa ukweli wa thamani kuu. Ina maarifa ya Alfa na Omega, maandiko yaliyotolewa kwa uvuvio wa Mungu. Yafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Timotheo wa 2:3 mstari wa 16 na 17. Ichukue Biblia kwa kitabu chako cha kujifunza. Wote wanaweza kuelewa maagizo yake. Yesu anawaita watu wake kuliamini na kuliishi neno lake. Wale wanaolipokea na kulichukua neno hili, wakilifanya kuwa sehemu ya kila utendaji wao na kila sifa ya tabia, watazidi kuimarika katika nguvu ya Mungu. Itaonekana kuwa imani yao ni ya asili ya mbinguni. Hawataweza kutangatanga katika njia za ajabu. Akili zao hazitageukia dini ya hisia na msisimko. Mbele ya malaika na mbele ya wanadamu, watasimama kama wale walio na tabia za Kikristo zilizo imara na thabiti. Katika chetezo cha dhahabu cha ukweli, kama ilivyowasilishwa katika mafundisho ya Yesu, tunacho kile ambacho kitasadikisha na kuongoa roho. Hubiri katika usahili wa Yesu, kweli ambazo alikuja hapa duniani ili kuzihubiri, na kisha nguvu ya ujumbe wako itawafanya watu kuihisi. Usitetee nadharia na kanuni ambazo kamwe Yesu hakuzitaja na ambazo hazina msingi katika Biblia. Tunazo kweli kuu na zenye thamani kwa ajili ya watu. Imeandikwa, ni kanuni ambayo inapaswa kuwasilishwa kwa kila roho. Hebu na tuliendee neno la Mungu kwa ajili ya kupata mwongozo. Hebu na tutafute kupata. Bwana asema hivi, tumechoshwa na mbinu za wanadamu. Mtu aliyefundishwa tu katika sayansi ya kidunia atashindwa kuyaelewa mambo ya Mungu, lakini mtu huyo huyo akiongolewa na kutakaswa ataiona nguvu ya Mungu kwenye neno. Ni akili na moyo tu uliosafishwa kwa utakaso wa Roho unaweza kutambua mambo ya mbinguni. Katika jina la Bwana ninawataka mwamke na kutekeleza majukumu yenu. Hebu mioyo yenu iwekwe chini ya nguvu ya Roho Mtakatifu, na itafanywa kuwa nyepesi kupokea mafundisho ya neno. Kisha utaweza kutambua mambo ya Mungu kwa kina. Hebu na awalete watu wake chini ya mguso wa kina wa Roho wake. Hebu na waamshe ili waone hatari yao
na kujiandaa kwa kile kinachoijia dunia. Utasoma Gospel Workers ukurasa wa 309 na ukurasa wa 310. Maswali yanapoibuka ambayo hatuyaelewi, hebu na tuulize, je, yasemaje maandiko? Hebu wale wanaotamani kupata kitu kipya waombe kwa ajili ya upya ule wa uzima unaotokana na kuzaliwa upya. Hebu na wazitakase nafsi zao kwa kuutii ukweli na kutenda kwa kukubaliana na maagizo ambayo Yesu alitoa. Utasoma Gospel Workers ukurasa wa 314 na ukurasa wa 315. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 21. Neno la Mungu ni ulinzi wetu. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa neno ambalo umetupatia katika maisha yetu. Baba, ni neno ambalo limefanyika kuwa ulinzi kwetu na kututenga mbali na uovu. Tunajikabidhi kwako. Tunaomba neno hili likafanye kazi ndani ya mioyo yetu kupitia Roho wako Mtakatifu. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yuaja.